أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mgeni rasmi na viongozi wote wajai, mashekhe wote mlioipamba meza kuu, waheshimiwa sana wakina mama na viongozi wote wa JAI, nyote kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza namshukuru sana ndugu yangu Sheikh Juma Ikusi kwa kuwasilisha mada vizuri kuhusu umuhimu wa kusaidia jamii, na kwa kuwa ni mada pana, mada hiyo vile vile nimepangiwa na mimi niizungumze kwa dakika chache hizi, umuhimu wa kusaidia jamii. Lakini natoa utangulizi kidogo kabla ya kutaja. Ulimwengu, hasa ulimwengu wa kibepari, ulimwengu wa kimagharibi, umefanikiwa sana katika kutenganisha ibada na shughuli za kijamii na maisha ya kijamii, kiasi kwamba wengi katika sisi tumefikia hadi ya kuona kwamba kufanya ibada ni pale unapokwenda katika nyumba ya ibada. Hili jambo limefanyika kwa kiasi kikubwa sana dhidi ya dini zote. Baadhi ya dini wamefanikiwa kiasi kikubwa, na wale wasomi katika shule zetu wanafahamu dhana ya secularism, usekula, kutenganisha shughuli za kidini na maisha ya kawaida, maisha ya kijamii. Na ndio maana kwamba leo hii mwanamama wa Kiislamu, zile nguo anazozivaa akienda msikitini ni tofauti na mavazi yake akienda sokoni, kwa sababu anaamini kwamba wakati wa ibada kuna nguo maalumu, na ukienda sokoni unaweza ukavaa mini sketi, hakuna wasiwasi. Ndio maana dalali Muislamu leo hii anaweza kusema uongo wote unaojua. Fanikiwa sana kushawishi jamii za kidini kuamini kwamba dini ni katika nyumba ya ibada peke yake. Ndio nasema, mfano, dalali wa Kiislamu leo hii yuko tayari kusema uongo wote, lakini pakiadhiniwa anakimbilia msikitini. Tumeshindwa kuelewa kwamba yule Mungu aliyosema tuswali ndio huyo aliyosema fawailun lilmusallin, lakini yule Mungu aliyotuamrisha tuswali ndiye aliyesema fawailun lilmutaffifina. Vile vile ole wao wale wenye kupunja katika vipimo. Manake sokoni pia Uislamu upo, lazima utekeleze pale sokoni. Na inasemekana Bwana Mtume aya hii iliposhuka alikwenda kuisoma sokoni ili wale wafanyabiashara watekeleze hayo. Sasa Suratul Maun ni sura ambayo wote tumeihifadhi, na neno al-maun ni misaada midogo midogo
kama vile kumsaidia jirani yako kibiriti, sukari kidogo, chumvi, misaada ambayo haina thamani kubwa sana, na sura nzima imepewa jina hilo. Na aya tuloisoma au sura tuloisoma inabainisha kwamba kuna uwiano mkubwa sana baina ya ibada na kuhudumia jamii. Kufanya shughuli za kijamii kwanza ni ibada, na hizo ibada maalum tunazozifahamu hazina maana yoyote kama hazina uhusiano na kusaidia jamii. Ni nukta muhimu sana tuifahamu, na ndio maana Mungu anasema fawailun lilmusallin, ole wao wenye kuswali. Lakini si kila mwenye kuswali, kwa sababu Mungu kaamrisha kuswali. Alladhina hum an salatihim, wale ambao wanapuuza swala. Baadhi ya ulama wanasema wanapuuza vinavyoambatana na swala. Hii ni katika maana vile vile, kwa sababu yanayoambatana na swala mengi, zile athari za swala ni nyingi, wanazipuuza. Wao wanakwenda tu kufanya ile swala ya kurukuu, kusujudi, kisha wanaondoka. Sasa Mungu anasema fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamnauna. Kwa hivyo ole wake mwenye kuswali kisha akazuia kutoa misaada midogo midogo kwenye jamii. Ile swala yake haijakamilika. Inaweza kukamilika kisheria, kifikri, lakini kithawabu ikawa haijakamilika. Kwa hiyo uwiano wa ibada hizo na huduma za kijamii ni jambo la msingi sana. Na ndio utaona sisi Waislamu tunapoambiwa tufunge mwezi wa Ramadhani, na kuulizeni swali ambalo kila mmoja ana majibu. Ikiwa tuna mtu mgonjwa, ana maradhi kama ya sukari, hawezi kufunga, anafanya nini? Lazima alishe maskini, sio? Haya, kuna uwiano gani baina ya funga ambayo ni ibada direct ya kumwabudu Mungu, badala yake umeshindwa wewe sasa muabudu Mungu kwa kusaidia jamii, kulisha maskini? Hiyo ni shughuli ya kijamii, inaambatana na saumu, sio? Lakini vile vile Ramadhani inapokamilika, panapoandama mwezi mpya, Ramadhani ishatoka, sasa tunatakiwa tutoe zakatul fitri, sio? Ambayo inasindikiza ibada zetu za funga. Ile zakatul fitri ni hidima ya kijamii, ni huduma ya kijamii. Na Mwenyezi Mungu anasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala iliyokuwa sawa sawa anayoisali mja ni ile ambayo akitoka katika jamii hawezi kufanya munkari wowote ule, hawezi kuidhuru jamii, hawezi kufanya fahshai, hawi mzinifu, anasaidia watu. Hiyo ndio swala sawa sawa. Kwa hivyo anayeswali swala ya sawa sawa ni yule ambaye ile swala inamnyima kuikosea jamii, inamfanya aifanyie ihsani jamii. Kinyume cha munkar ni maarufu, kwa hiyo ni kufanyia wema jamii. Swala inatakiwa ikusaidie hivyo. Katika baadhi ya fiqhi, mtu anakaa itikafu haruhusiwi kutoka ila kwa dharura. Baadhi ya ulamai wanasema kwamba ikiwa ni qadha'u haja ya mu'min au muislamu mwenzako au binadamu mwenzako, inaruhusiwa kutoka, kwa sababu ile ni ibada nayo kubwa sana. Katika ibada ya hija ambayo mtu akirudi anaitwa al-hajj, na sisi hatujakwenda hija, tuko katika nchi zetu, lakini kuchinja kwake ni lazima. Kuchinja kwetu ni sunna. Alafu ile nyama inagawanywa katika mafungu. Baadhi ya fiqh zinasema sehemu mbili, theluthi mbili igawanywe kwa maskini. Wengine wanasema sio lazima maskini, jirani, ndugu, rafiki na wengine, kujenga uhusiano mzuri wa kijamii. Hija inaambatana na khidma ya kijamii na ibada nyingine zote unazozijua. Sasa ikiwa maana ya ibada ni ile inayokuchochea kutoa huduma za kijamii, basi kama hatufanyi mambo hayo, na tuzipime ibada zetu, tuzitizame, je, zimefikia viwango vinavyotakiwa?
Moja katika maana ya iqamatu salati ni kuileta swala katika sura sahihi, kwa namna sawa sawa. Maana kila mmoja anaswali, lakini anayesimamisha swala ni yule anaileta katika sura yake halisi inavyotakiwa. Ile swala itamwathiri, itamfanya katika jamii aonekane ni kiumbe tofauti. Leo hii utaona mtu anaitwa alhaji, lakini kabla ya kwenda hija na baada ya kwenda hija hakuna tofauti. Utaelewa bwana huyu hata alipokwenda kumpiga shetani, hakumpiga shetani mawe vizuri. Ile concept ya kumpiga shetani mawe, na pengine ana ufadhili wa shetani katika hija yake. Sasa ataweza kuwa adui ya shetani? Katika moja ya miji ya pwani huko Afrika Mashariki, natoa mfano tu, kuna bwana mmoja alikuwa mwimbaji sana wa taarabu, simtaji jina lake. Wenyewe watu wa pwani wana maskhara, wanasema kwamba alipokwenda hija, aliponyanyua mawe naye kumpiga shetani, shetani alijikaza akasimama kama hata wewe mimi si nilikuwa nikukusanyia watu wewe wakijaa. Sasa kuna watu wamefadhiliwa na shetani kwenda hija, hawawezi kuwa maadui wa shetani. Ndio maana maalhaji wengi wanakwenda wakirudi wale wale, sio? Hatumuoni katika jamii amebadilika, ni mtu anayehudumia jamii. Sasa huu utangulizi ulikuwa ni muhimu sana. Nataja nukta 3 za haraka haraka katika faida za kusaidia jamii. Kwanza, kujenga mshikamano wa kibinadamu, mshikamano wa kijamii. Kazi mnayofanya wanajai inajenga mshikamano wa kijamii, jamii ya Watanzania, na hasa kwa kuwa kazi yenu haibagui dini, haibagui kabila, haibagui mtu. Na haya ni maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyohimiza kuhusu mtu kwenda mbio kuhudumia binadamu. Na hadithi mnaoifahamu nyote, khairun nasi anfa'uhum linnasi, bora ya watu ni yule anayenufaisha watu zaidi, anahudumia binadamu wenzake zaidi. Sasa kama mwana CCM akivaa mavazi ya CCM akaenda kuhudumia jamii, wakati ule yeye ana malengo yake, mwana Chadema ana malengo yake, Muislamu ana malengo yake, Mkristo ana malengo yake, lakini hatimaye sisi sote tunahitajia mshikamano wa kibinadamu. Tukiwa na mshikamano wa kibinadamu utaleta kheri nyingi sana. Damu yako umeitoa wewe Muislamu, ikiingia kwa Mkristo hakuna tofauti, mradi ni grupu ile ile, sio? Lakini utaingia katika kundi la wale Mungu anaosema waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia, mwenye kuihuisha nafsi ya mwanadamu ni sawasawa na kuhuisha binadamu wote, kwa maana umehakikisha kwamba mwanadamu mwenzako ataendelea kuwa hai. Kwa hivyo kwanza inaleta mshikamano wa kijamii na kuondosha tofauti mbalimbali baina yetu kama jamii. Muislamu anaweza kumsaidia Mkristo, anaweza kumsaidia mtu sio familia yake, mtu ambaye si kabila lake. Ni jambo linalojenga sana jamii hili. Na katika Uislamu kuna madhehebu mbalimbali, naona katika JAI kuna watu wa madhehebu mbalimbali. Kinachowashughulisha pale ni kushikamana katika yale ya kheri. Hawatizami tofauti zao, kila mmoja anaenda kuchuma thawabu zake aondoke. Hii ni nukta ya kwanza kwa haraka haraka. Lakini nukta ya pili, kuhudumia jamii kunasaidia sana kuijenga dini yetu. Unajua mashekhe wanapanda mimbar wanasema sana aya, hadithi. Dunia imechoka kusikia Mungu anasema, Mungu anasema. Kila mtu anamsingizia Mungu, kila mwenye dini anamsingizia Mungu. Dunia sasa ina kiu cha kuona vitendo. Yale Mungu wako anayosema tunataka tuyaone kwenye vitendo vyako. Badala ya kusoma aya sana, hebu zitekeleze aya. Kwa mavazi yenu mnapokwenda kule kuhudumia jamii ile, mnatangaza dini yenu vizuri. Ndio yale tunayosema, kama sisi ni wana CCM tukivaa sare za CCM tukaenda kusafisha mitaro, watu watasema CCM imetusaidia, watu watasema Chadema imetusaidia,
Watu watasema wana Simba wametusaidia, wana Yanga, na nyie mkivaa Kiislamu watu watasema nini? Waislamu wametusaidia. Na hii ni moja katika njia za kutangaza dini yetu. Hadithi moja inasema hivi katika madhumuni yake au matni yake iko hivi, inasema balighu anna bighairi alsinatikum, tufikishieni ujumbe wetu wa Uislamu bila kutumia ndimi zenu, maana yake tumieni vitendo vyenu. Kwa hivyo nyinyi mnatangaza dini vizuri, mkienda pale mkamsaidia Mkristo, mkamsaidia Muislamu, mkamsaidia yoyote yule hata asiyekuwa na dini, mpagani, msibague. Watu wanasema Uislamu ni dini nzuri, mtakuwa mna sehemu ya kutangaza dini. Pengine ikamshinda shekhe anayepanda mimbari akasoma aya sana. Hii ni moja katika faida za kusaidia jamii. Najua muda wetu ni mdogo sana, namalizia, lakini vile vile kujenga uchumi wa jamii yetu na nchi yetu kwa ujumla. Kwa mfano, watu wa bodaboda wakiamua kutengeneza kundi lao la kusaidia watu damu, alafu wafanyabiashara wakatengeneza kundi lao la kusaidia watu tiba fulani ya mambo ya moyo, wengine wakatengeneza kundi lao kusaidia kitu kingine, hamuoni kwamba uchumi wa nchi yetu unakuwa? Kuna matatizo makubwa sana katika benki ya damu Tanzania. Kwa kazi yenu nyinyi mmepunguza ilo pengo kiasi kikubwa. Hizo ni fedha. Katika ulimwengu wa kibepari kila kitu kina bei yake. Hata muda wenu wa kutoka mkaenda una thamani yake. Angeitwa mtaalamu akague kazi zenu kwa mwezi, angewaambia kazi zenu zina thamani ya kiasi fulani cha fedha. Kwa mwaka mzima zina thamani ya bilioni fulani kwa mfano. Sasa ikiwa jamii mbalimbali zitaiga hivyo, tukawepo na hiki, wataalamu wa maendeleo ya jamii wanasema network capital, tukawa na msingi huu ambao ni ushirikiano wa kijamii katika kusaidiana mambo mbalimbali, kama alivyosoma shekhe hapa, wataawanu alal birri wattaqwa, katika mambo ya kheri, tutapunguza mapengo makubwa sana ya uchumi wa nchi yetu. Sasa na ni fursa hii ya kuwaomba wafanyabiashara waunge mkono chombo hiki, na kila mtu aunge mkono. Kwa mfano, vijana wa bodaboda ni vijana waathirika wakubwa sana katika watu ambao wanahitajia damu katika hospitali. Ni wao wanatakiwa waalikwe huku ili wachangie, ili iweze kusaidia, na itapunguza makali ya uchumi wa nchi yetu. Kwa hivyo nawapongezeni kwa nafasi hii, na pia naona kwamba jambo hili linastahili kufanyiwa makubwa zaidi ya haya, linastahili mahudhurio makubwa zaidi ya haya, na linastahili kushirikishwa watu wengi zaidi ya hao wanaoshiriki. Kwa haya machache ningekomea hapa. Nas'alullah al-auna wat-tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyut tawfiq wa bihi nasta'in.